ya hivi punde imefichua kuwa Wamarekani 7 waliokuwa wakihudumu nchini DRC wako katika karantini humu nchini baada ya taifa la Marekani kuweka vikwazo vya usafiri kwa raia wake waliotoka taifa la Demokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ametuandalia taarifa hiyo. Kundi la Wamarekani waliokuwa mstari wa mbele kukabiliana na Ebola katika taifa la Demokrasia ya Kongo walifika katika kituo cha Ebola Laikipia Jumatatu wiki hii katika mfumo wa karantini. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na kituo cha habari cha Reuters. Kulingana na kituo cha Reuters, afisa mkuu mtendaji wa shirika la Samaritan's Purse amedokeza kuwa Wamarekani hao hawakushirikiana kwa ukaribu na wanaougua Ebola nchini DRC. 7 hao wamelazimika kujisalimisha katika karantini kufuatia vikwazo vya usafiri vilivyoidhinishwa na taifa la Marekani, ambapo kila raia wa Marekani anayesafiri kutoka taifa la DRC anatarajiwa ajitenge katika taifa jingine kwa kipindi cha wiki 3. Taifa la Marekani linajenga kituo cha karantini ya Ebola kilicho na nafasi ya vitanda 50 katika kambi ya jeshi ya Laikipia ili kuwahudumia Wamarekani wanaohitaji karantini, ila kituo hicho kimepingwa vikali na Wakenya. Mwezi wa Juni mwaka 2026, waziri wa afya Aden Duale alitangaza kusitishwa kwa ujenzi wa kituo hicho kufuatia amri ya mahakama. In relation to the Laikipia Air Base facility, at all material time, it was never the intention of the ministry or myself as the cabinet secretary to disregard, undermine, or act in defiance of the orders of this honorable court. Kituo cha Reuters pia kimefichua kuwa 7 hao wanakaguliwa kwa ukaribu na matabibu kutoka Marekani. Wizara ya afya nchini Kenya ingali kutoa taarifa kuhusu ufichuzi huu ambao unazua tumbo joto miongoni mwa Wakenya. Elizabeth Atieno, TV 47.